kwenye biashara yako ama kwenye entrepreneurship ama kurun kampuni ama biashara, ni lazima uwe na finance person, ama unaweza ukajifunza mwenyewe na ukawa mzuri kwa kufanya biashara hiyo. Kwa mfano, ukitaka kusajili kampuni, mwisho wa mwaka lazima ufanye kitu kinaitwa financial annual return. Sasa ukitaka kufanya annual return, lazima upate document inaitwa financial annual report, ambayo utaijumuisha kwenye kufanya return zako za mwaka. Sasa hiyo financial annual report lazima iwe imefanywa hesabu na mtu wa finance. Sasa ndio umeanza kampuni, ndio umeanza kusajili biashara. Je, nahitaji kuwa naye ama naweza nikajifunza tu mimi nikaweza? So kwenye kampuni, huyo mtu unamhitaji mara moja kwa mwaka. Na kama unamhitaji mara moja kwa mwaka, kuna mbinu ambayo inaitwa ni outsourcing. Makampuni mengi especially Europe na Western, mbinu hii inazuia cost, ku outsource kazi, lakini pia inaongeza efficiency kwenye kufanya particular activity. Kwa mfano, ukiwa na kampuni yako ama biashara yako ndio umeanza, unaweza ukajifunza namna gani ya finance inavyoenda, namna gani ya keep record, kutunza data, ukajifunza mwenyewe. Then ukapata kijana au mtu ambaye unaweza kumuingiza kwenye kampuni yako, akaanza kukusaidia ku keep record, kutunza taarifa, kujua mwenendo wa biashara yako. Ila mwisho wa mwaka, kwa sababu yule mtu utamhitaji mara moja kwa mwaka, badala ya kumhaya mwaka mzima umlipe mshahara ambapo unamhitaji mara moja kwa mwaka, unaweza ukajifunza wewe ama member team wako ambaye unaweza kumtrain kwamba unahitaji kupata record za mwenendo huu na huu na huu, kutokana tu na ushauri wa kibiashara ambao unaweza kukeep biashara yako kugrow. Then baada ya kukeep biashara yako kugrow, mara moja kwa mwaka ndio unaweza kumuita auditor akakufanyia auditing ya biashara yako. So sio lazima umhae huyu auditor kwenye miaka yote ya kufanya biashara yako. Ndio maana wana firm zao, kwenye hizo firm zao wanakusaidia kufanya auditing ambayo utaweza kuipeleka kwa serikali kujua mwenendo wako na umeendaje. Lakini kama biashara ndio inaanza, bado kampuni yako unasimamisha, make sure, hakikisha usijipe mzigo.